Mheshimiwa Mwenyekiti, kukamilika kwa uboreshaji wa bandari ya Dar es Salaam awamu ya kwanza kumeleta mafanikio makubwa kwa taasisi yetu pamoja na nchi kwa ujumla. Mapato ya mamlaka na serikali yameongezeka kwa kiasi kikubwa. Aidha, kumekuwa na ongezeko la ajira za moja kwa moja na za muda mfupi zitokanazo na shughuli za kibandari pamoja na ongezeko la ufanisi wa bandari hii. Tunaishukuru serikali kwa maono ambayo yamefanya sekta ndogo ya bandari kuwa moja ya mihimili ya ukuaji wa uchumi wa taifa letu. Naishukuru sana kamati yako ambayo kwa kiasi kikubwa imekuwa chachu ya mabadiliko na maendeleo yanayoonekana bandari yetu na nchi yetu kwa ujumla. Mheshimiwa Waziri Profesa Makame Mbarawa, kwanza kabisa tuchukue nafasi ya kipekee kumpongeza Mheshimiwa Rais kwa kazi nzuri aliyoifanya kwenye maboresho ya bandari ya Dar es Salaam. Kamati inampongeza Mheshimiwa Rais kwa muono wake na mtizamo ambao alikuwa nao wa kubeba dhamana ya kufanya mabadiliko makubwa sana kwenye eneo la bandari. Haikuwa kazi rahisi, ilikuwa kazi ngumu, na ilipokuwa imefikia kwa kelele iliyokuwepo ya uwekezaji wa DP World, angeweza kuachia akarudi nyuma, lakini alipata ujasiri. Aliona yeye ni kiongozi na kazi ya kiongozi ni kutafuta njia, kuwatafutia njia wapitaji. Kwa bandari, msichoke kutangaza mazuri mlionayo. Kuna hii pepa, ni kweli yaliyoandikwa humu ni mazuri mno. Haya yakaandaliwa makala ambayo inaweza ikawa inatoka mara kwa mara, itasaidia sana kuua yale ambayo wananchi walikuwa wamekaririshwa kupewa matango pori. Mimi naamini bandari ndio lango kuu la uchumi, bandari ndio kitovu kikuu cha mapato ya serikali, bandari ndiyo itakayofanya nchi yetu iweze kusonga mbele. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.